Ndugu waheshimiwa viongozi, hususan katibu mkuu wa Umoja wa Maklabu ya Kiislamu nchini Burundi, ndugu waheshimiwa viongozi wa madepartema tofauti, ndugu waheshimiwa mashehe na walimu ambao tuko pamoja hapa, na ndugu waheshimiwa, sawa na heshima yako na majukumu yenye unayo katika klabu yenu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa mara nyingine tuseme tunamshukuru Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na watu wa nyumbani kwake, na waislamu watafuata mwenendo wa mtume mpaka siku ya mwisho. Tumuombe Allah atujalie tu miongoni mwao. Ndugu zangu waheshimiwa, siku kama ya leo ni siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu, sawa na jitihada na nguvu na fikra za viongozi wako katika maidara madepartema, walipotuandalia hafla kama hii kwa minajili ya kutoa mafunzo kwa vijana, hususan mada ambazo zinatolewa katika chombo chetu hiki cha collective. Tuombe kwa Allah, tuseme Allah walipe na azidi kuwahifadhi. Collective kama collective tumeanza rasmi na tunafungua rasmi maaktivite kama haya ndani ya mwaka huyu ambao ni mwaka wa 2024 sawa na 1445, manake 1445 hijiria. Na imani kupitia nyanja zote za viongozi wa madepartema wakishirikiana na viongozi wa maklebe na vile vile na viongozi wanaowakilisha kolektife nje ya Bujumbura, nikikusudia mikoani. Leo kama tuko hapa Bujumbura, kesho inshallah au mwezi ujao tunaweza tukafanyia journée kama hii nje ya Bujumbura. Malengo ni haya ambayo tunaambiwa kila siku. Malengo ya kolektife hayajabadilika, labda patokee la ziada, na lenyewe kilitizamo talikuta linaingia mwa yale malengo ambao ni elimu, tabia nzuri na kuipenda dini. Haya mambo matatu ndio malengo tunaendea katika kolektife, ambapo kila mtu anapokuwa amesoma, amemaliza au yuko katika harakati zake akiwa ni mwana kolektife, ajue kama anatembelea malengo matatu. Hata ukiwa uko wapi, ukisikia wanasema kolektife, wajua hapa ni zile tabia zetu, yale malengo yetu matatu: kuipenda dini, kuwa na tabia nzuri na kusoma. Hii kusoma, tabia nzuri, kuipenda dini ni wewe binafsi kujituma kwa kuitumikia jamii yako. Ima kolektife kama kolektife ilikuwepo na itakuwepo na itazidi kuwepo, kikubwa tunawaombeni ni kuitika harakati. Mnaposikia shuleni kwenu wanasema tunaandaa kitu fulani au tuko na club, waambieni wa rafiki zenu, wale ambao wamemaliza masomo wa hiyo masomo yenu, waiteni wawatembeleni, mzidi kupeana fikra. Malengo sio kusema tu nimemaliza kusoma tayari mimi ya club nimemaliza, hapana. Malengo nimemaliza, nimetoka A naingia B, kumbe hapa niko kubi, nirudie kuwasaidia ndugu zangu kwa hali ya aina yoyote ile. Kwa hiyo na waiteni tena, leo tarehe 28 mwezi wa kwanza tumekusanyika, mashallah, tumependeza, tunakuja kusoma. Tuje na nia yale ambayo ni mada ambayo tumeambiwa ni tatu. Ukizitizama zote zinaendana na harakati ambayo imo katika masala mazima ya kolektifu. Kwanza, usiwi mkitu haujui malengo yake. Alafu pili, leo tujue umuhimu wa kolektifu katika jamii, hususan katika vijana. Ina faida gani na sisi kama vijana? Mada ya pili inakuja kutuonesha tuna miezi mitukufu ni minne, kiwemo Rajab ambao tumwemo ndani kwa sasa. Sheikh atakuja kutuonesha
miezi yote minne, faida yake, umuhimu wake na historia gani zinapatikana katika miezi hiyo, huenda tutakuwa tulisahau, lakini inakuwa ni fursa nzuri sisi kukumbuka na kuweza kuelewa. Mada ya tatu ni Uislamu na dunia yenye tukwemo kwa sasa. Kila umoja mwenye hana simu ya Android anajitahidi, atakopesha, anataka kishe hii 2024 siishi na yeye kubasi vome, basi wewe ni kimeo, anaenda kuchajisha bateri kwa jirani, lakini na yeye ameshikashika na vidole. Kwa nini sasa hii hali? Hususan tunakuja hapa kusoma, tutizame sana ulimwengu wa leo, karne ya 20 kwenda 21, tuko mnini? Tuko mambo ya maajabu. Tizama ndugu zetu niseme madhehebu ya pili wanatuletea vitu ambao Uislamu haukubaliani navyo. Sisi kama vijana wa Kiislamu tunatakiwa tujishike aje, tutembelee njia ili tuepukane na hilo janga. Kumbuka shehe wangu mmoja ndio aliwahi kutufikishia kwa ufupi, mwalimu wangu, Mungu azidi kumhifadhi, alituonesha haya mambo madhara yake. Hapa nakusudia wanaume kwa wanaume kuoana, wanawake kwa wanawake kuoana, na misho tapewa ni sisi vijana wa Kiislamu. Kitawekwa kitita cha hela cha kiasi hapa, hakuna marudi, ni dola utazama. Kwa hiyo walimu watapokuja kutufundisha tuwe makini na tutizame kitu wanatufundisha, eske kina faida na sisi. Tunatakiwa tuulize sana, tusije hapa kutizamana. Tukipewa muda wa kuuliza, tuwe wengi wa kuuliza walimu zetu na turizike na yale majibu watakayotujibu. Akisema sijui, tusicheki, manake sijui ni jibu sahihi, ni fatwa kubwa ya micho kitu sikijui, tayari rizika. Sasa mtu ataposema sijui, sasa mmempia nafasi gani ya kukaa kule mbele wakati hajui? Kolektife kama kolektife malengo yake ni hayo, na leo kama journée ipo tujisikie fieri na tumependeza mashaallah na tuko vizuri. Jinsi Allah ametutoa manyumbani, tumuombe Allah na turudishe nyumbani kwa usalama na amani, na vile tumuombe Allah atufungulie ilmu katika vitu tumesoma hapa, na iwe ni mwanzo. Maana yake kitu utakuwa umesoma hapa na wewe ukifikisha kule penye mklebe yako penye utakuwa, kama uko nje ya Rumonge ya Bujumbura, kama ni Rumonge, kama ni Ngozi, kifikishe. Na imani miezi na kuja mbele journée kama hizi za madepartement ambazo zitakuwa zimeanza juu. Departement zinaanza kwa sababu ya mkoa ya taifa. Msisikie mnaambiwa jamani, tunataka watu 30 tushirikiane na watu wa Chibitoke cha Rugomo, tutaenda kuandaa iko journée. Ni jitihada zetu na ni umoja wetu. Kwa kumalizia, na tuwe pongezi tena, jisikieni huru na mjisikie fieri kuona mko hapa, mote ni wandugu na nyie wote mko sawa, isipokuwa mbora wetu sisi ni mcha Mungu tu. Ila kwa sisi tumekaa hapa, sisi tumekaa viti vya plastiki, sote tunatizama hali yetu. Kama ni maji, ni maji yale tutakunywa, kama ni kwenda kusali msikiti, ni huyu tutatumia. Yaani na imani sisi wote kama tuko sawa, tujisikie tu kama tuko sawa na tuko huru kuzungumza yale ambayo ni ya heri. Kiwa ni ya shari, Allah akuhifadhi ulimi wako. Kwa hiyo niseme tu nikwamie hapa kwa sababu muda wenyewe ni mtaji. Tusameheke kuona tumeanza tumekawia kulingana na dharura zisizozuilika. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah na kustaka ziada na rehema na amani zimwendee mbora viumbe, naye si mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, pamoja na watu wa nyumbani kwake na sahabaze na waislamu wote kwa jumla watakayefuata mwenendo wake. Tumuombe Allah inshallah tuwazeshe kuwa miongoni mwa wale ambao watafuata mwelekeo wake inshallah. Naam, kwa kweli mada ambayo wametupa ni mada ambayo muhimu sana kwa sisi vijana, kwa kuwa ndiyo mada inaweza ikakusababisha wewe kujiuliza hapa uko unafanya nini na kwa nini uko hapa na wewe ni kitu gani. Mada inazungumza kwamba umuhimu
wa CCMB kwa vijana, si ndio hivyo? Si ndio hivyo jamani? Mnayo mada iko mkifaransa inasemaje? L'importance de CCMB dans la jeunesse musulmane. Kwa muda ambao wametupa itabidi turashie, maana tukiingia kwa undani tunaona kama hatutoweza katika hizi dakika 30. Hapa kuna maneno mawili ambayo ni muhimu, inabidi uyatambue. Kuna CCMB pia kuna jeunesse. Kwanza ufahamu hii CCMB ni nini. Tunaijua? Ebu shekhe wangu huyu hapa atawapa kwa urefu. Mimi ni mwalimu tu wa kawaida, na mwalimu anavyosomesha sio kwamba anatoa mawaidha, si ndio hivyo shekhe? Mwalimu anasema, mwanafunzi akikuuliza unajibu. Panakuwa interreaction entre mwalimu na mwanafunzi, sawa? Kwa hiyo mimi sitoi mawaidha, si ndio jamani? Hebu nikuulizeni vijana, nini maana ya CCMB? Tufanye mbio mbio sababu amenipa dakika 30. Mkirepeza itakuwa tutofikia. Nini maana ya CCMB? Basi acha nikiseme kwa nani, kwa upana. Collectif de club collectif de club musulman du Burundi. Si ndio hivyo? Ndio maana ya hili neno. Hili neno haliwezi likawa na maana mpaka pawepo makusudio, sawa? Kwa hiyo kusudio ya kuwa hichi kitu ndipo utakipa maana. Kama hujaelewa kusudio la hiki kuwepo, basi hutokuwa na ufafanuzi zaidi kunako kile kitu. Collectif ni ni mshikamano wa vitu vingi. Collectif de club musulman du Burundi. Kwanza huyu umoja ni umoja wa maklub. Hayo maklub sio club yoyote, maana kuna club nyingi. Kuna club de danse traditionnelle, moderne, sawa? Si ndio hivyo? Hizi club sio club za dance, sio club za nini, ni club za Kiislamu. Si ndio hivyo? Zinakuja kuwa za Kiislamu kwa sababu zimo ndani yake Waislamu, sawa? Na inakuja kuwa na maana ya kupata thawabu kupitia kile kitu, ikiwa hao Waislamu kile ambacho watakachokifanya wanadhania wanakipeleka kwa Allah. Si ndio hivyo Sheikh? Sisi tunaweza kuwa tuko Waislamu tukafanya club yetu tukaita musulman, si ndio hivyo Sheikh? Lakini tukawa tunaenda zetu bichi, tunaenda kunani kucheza mwarusi, si ndio hivyo? Sisi hii kolektife ni maklube ambayo kile ambacho tunachokitenda sisi tunakitenda kwanza kwa ajili ya Allah, sawa, na kwa ajili ya kutafuta manufaa ya umma, si ndio? Sasa malengo aslan tuliyafinya katika mambo matatu muhimu, lakini haya mambo ndo uti wa mgongo wa kila jambo ambalo tutakalolifanya. Maanake kile ambacho tutakachokifanya chapashwa kuzungukia haya mambo matatu. Hebu tukumbushane, ni ya wapi? Ni yepi mzee? Naam, chapu ungine adabu, ungine mwanaume ndio samani kidogo. Mwanaume anataka kusaidia pale mbele pale anatukizia wanawake. Dada zangu nyie nao
Naam, malengo. Naam, naam, na wewe huko mashaallah. Mimi nasikia kama malengo mnayaona. Dini hii, dini inakusanya vyote. Tabia zako ziwe ni za dini, fikira zako ziwe ni za dini, muono wako uwe ni wa dini, tabia zako, mavazi, kujifikiria, kuzungumza, kutembea, kula, kulala, iwe ni sawa. Tumesikilizana jamani? Bimaana uvae kidini, ulale kidini, ujifikirie kidini, yani vyote ambavyo utakavyovifanya wewe uvifanye kidini. Yani usifanye kitu isipokuwa kwanza umechunga miko ya dini, dini ya Kiislamu. Maanake dini ni nyingi, sijui ukafanya miko ya dini ya Kikristo. Sisi hatupo, sawa. Alafu usifanye vitu kijinga tu, lazima ufanye kitu kwa elimu. Maanake kwa nini? Kwa dalili, ndio elimu, sawa. Na kwa nini tumetia mbele elimu? Ndio maana sisi klebe zetu tunakusanya ni vijana ambao wako mashuleni. Hivi akili yote siku moja ikakaa chini kajifikiria, mbona wametukusanya sisi wanafunzi, si waende wakusanye wale watu wa sokoni? Mnasemaje? Kwa nini hatuende kukusanya watu wa soko? Tunakuja kuwatafuta watu wa dini, si ndio hivyo? Kwa nini sasa? Sawa, tunatafuta wanafunzi ambao watakuja kutengeneza umma wakiwa na akili timamu ambazo zimekaa vizuri, zinajifikiria, ndio hivyo. Sasa wewe kitu ambacho unalazimika kufanya, lazima uchunge haya mambo matatu. Elimu hatutaki kirofa. Usije unatoka wa mwisho hapa eti wewe uko na sisi. Bimaana tutiliane mkazo kwa kusaidizana elimu, watu waelimike, twende shuleni tusome elimu ambazo zitakuja kuwa ni manufaa kwa jamii, sawa. Huyu mtu ambaye tunataka kutengeneza kijana ambaye anaeneza kila kona. Ukipita huko kutabia, alhamdulillah akakaa sawa. Ukipita huko kwenye dini, mashaallah akakaa vizuri. Ukipita huko kwenye elimu, ndo kabisa amejaa auto, sawa. Huyu kijana tunayemtengeneza, tunatafuta kesho au baadaye aje kuwa ni chungu, yani ni mtu anajitolea sana kunako masala ya kuendeleza Uislamu mbele hapa katika nchi yetu na katika dunia nzima. Hauwezi ukaendeleza Uislamu uko mjinga, haiwezekani. Hauwezi ukaendeleza Uislamu haujaona tabia za Uislamu, la hasha, haiwezekani, sawa. Haswa hili suala la tabia na mwenendo. Hakuna kijana wa collective au kijana wa maklube utamkuta mfano amevaa pocket down. Wewe kijana wa collective,
Mashallah, naona siku hizi bilisha zimika isha habiko kama ile miaka yetu ile miaka yetu ilikuwa balaa. Mtu anavaa nguo anateremsha kwenye maikalio huku, alafu anapita na dunda hivi, tasema akanywa bangi. Kijana wa kolektifa upashi kuwa hivyo, kijana wa kolektifa upashi kunywa bangi, yani hizo tabia chafu hazikufai. Sawa. Kwa hiyo kolektife inakuja kuwa na umuhimu kwako wewe kijana, katika hali ya kukutengeneza na kukupa maelekezo ambayo yatakuja kukusaidia wewe kesho uwe unakaa chini, unajifikiria, unarudisha akili zako nyuma, unaona mimi ni kitu gani katika huyu umma, msaada wangu mimi katika kuendeleza Uislamu uko wapi katika hii nchi. Leo alhamdulillah sisi hapa tuko, kuna wababa, kuna kina mama, yale malezi ambayo tulipewa hapa lazima tukayaplike kule manyumba yetu, ili tuone kama tutapata generation nzuri ya kujifikiria kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu. Sawa. Kwa hiyo bado kolektife au maklube yana umuhimu kwa vijana wetu wa Kiislamu. Sisi hapa tuko tunatengeneza le futur cadre, viongozi wa baadaye katika Uislamu na kwa mustawa wa nchi. Leo mimi nasema alhamdulillah, kuna watu ambao leo tunawaona katika nyanja mbalimbali za nchi walipita hapa, tulilelewa pamoja nao, leo ni mawaziri, wengine ni madoktori. Sawa. Sasa kitu tunakuomba ni wakati utakapofika kule ionekane kweli huyu mtu alipata malezi bora, ili neno la uswahili muswahili litoke kule. Wakitafuta shimiste mtizame Abdul Hamid, mtizame Abadhar, mtizame Ramadhani Juma, mtizame Aisha, Fatima. Yani tufahamike katika sura nzuri. Sawa. Wakati utafika kule mashallah, wale ambao ule umati ambao uko ndani yake, yani wewe uweze kuwa ni mafuta uzuri ambayo yanawanukilia wale watu, mpaka pale kila mmoja atataka kuyachukua haya mafuta uzuri. Tumeelewana mpaka hapo mashekh? Tupo hapo? Kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufikishia dini yetu mpaka hapa kwenye sisi tuliipata, sio kwa ingine njia isipokuwa ni ile tabia nini, tabia nzuri mtume aliwaonesha. Sasa je, sisi kama vijana tabia zetu mashuleni zinawafanya wale vijana wa shuleni waipende dini ya Uislamu? Tunaulizana. Dada zangu, wale wa dada wenyewe mnasoma nao kule shuleni, siku moja shakuja nakwambia, da Mariamu, ni Mariamu wewe wewe ni Mariamu? Naam. Nani? Amina. Siku moja shakuja nakwambia, Amina, mimi wallahi napendaga tu gisu unavaa. Washakwambia bimaana uvai sasa taka waisha kwambia Abaislamu ndabakunda, waisha kwambia hivyo, nikikuona natamani niingie Uislamu, waisha kwambia. Kwa hiyo hizi tabia zetu tujenge tabia nzuri, tuwafanye wale watu waupende Uislamu.
isiwi zile tabia zetu ni sababu ya kutusi Uislamu, tutakuwa tuko tunapata dhambi. Kwa hiyo kuna ulazima sisi tuweze kuwa mfano mzuri kule shuleni. Tupo hapo, alafu kesho sisi ndo tutapewa majukumu. Unaona, leo mimi nakuja kutoa mada hapa. Mimi nilianza hapa kwa kiti hapa nakaa hapa, shekhe wangu anakaa hapa ananisomesha. Sasa leo mashekhe wetu hawapo, wale wenyewe sisi walitusomesha hawapo. Kumbe na wewe leo sisi tutakuwa hatupo, kesho wewe ndio utakuwa hapa. Sasa naambia bado unavaa pocket down. Tubadilike sisi vijana wa kolektifu, sisi wa maklebe, tuna nguo zetu. Tunazo hatuna? Tunazo hatuna? Mbona msemi tunazo hatuna? Sisi wa vijana wa kolektifu tuna namna yetu, tuna miono yetu sisi, tunayo hatuna? Sisi vijana wa kolektifu hatuko mkolektifu juu ya kwenda kujifikiria harusi itakwenda aje, nitaservire aje. No, bile biachini wengine. Sawa, sisi vijana wa kolektifu nafasi yetu kubwa ni kukaa na kalamu na karatasi, unajifikiria ibwiza, mbona nyama za nguruwe nyingi tutazivunja aje? Tupo hapo. Ibwiza, mbona misikiti miwili tu? Kuna upungufu katika Uislamu? Nimechukua Bwiza, panua sasa Bujumbura, Ngozi, Gitega, Kayanza, Burundi nzima. Sawa. Kwa hiyo sisi tumekwenda kwa masomo, ile elimu itusaidie kujifikiria namna gani tutaupanua Uislamu. Hapana Uislamu ule wenyewe wanasema wa Kiswahili, no, Uislamu ambao Mtume salama alitaka tuwe nao. Sisi tunajifunza vipi tutapata maendeleo ya Uislamu, na Uislamu ubahwe ngaha mu gihugu cyacu. Ndo malengo yetu sisi kupitia yale mambo matatu. Tukiwa na wadokteri wakitafuta wanani wa gineko 10 wa Kiislamu wanawapata hapa, dini itakuwa iko inasonga mbele. Sio gineko asio jua hata alhamdulillahi rabbil alamin, swala hajue, no. Tulisoma mambo mazingira miaka ya nyuma, mtu anasoma secondary school anamaliza, hajui kutawaza, hajui kuswali. Unajua kama watu walikuwa tunabadili majina. Kwa Juma anaitwa Jean Paul. Mwa alhamdulillah leo tunasoma vizuri. Nataka uitwe Jean Paul, ukivaa kofia yako mafuu, hakuna mtu atakugusa. Tulitaka sasa hizo hali zisiendelee, zitoke. Kwa hiyo nyie devoir tunawapa, tunataka pale kumasomo tufahamu Uislamu unaendeleaje. Sawa viongozi, Uislamu pale pahali ambapo mlipo, kale ka endroit unaendeleaje pale? Waislamu wanasoma kusoma, wanasoma kweli? Ya de réussite, ya des échecs.
kama kuna maesheke, comment tutaaméliorer? Il y a des abandons. Pourquoi des abandons? Hizi ripoti hamziletaji, mnaziletaga mwe viongozi? Hizi ripoti mnaziletaga Nilisema kama tunaulizana tujibiane. Hizi ripoti mnazileta Ndio, sijaziona hata mfano. Ngoja nitamuuliza president, labda mnampa mwa kina mama wamama, hizi ripoti mnazileta? Kwa masomo yenu panasoma wanawake wangapi? Au wanawake wanasoma wanamaliza au wanaishia njiani? Na kama wanaishia njiani, kwa nini hili swala la hivyo? Hizi ripoti mnazo? Naam, mnazo. Mnazifanyia kazi? Sasa Uislamu utaendeleaje mwe kama hamji? Lakini mnakaga hapa komite bana, komite ya nani bana, wewe ni masoda, wewe bana, hela. Subhanallah, hivyo sio vya kwetu. Sawa, mwamko wanawake simnagisumeka mote muongee, mseme hivi, kuanzia leo weye tunakupa medicine, weye tunakupa shimi, weye tunakupa bioloji, weye tunakupa science humaine, weye tunakupa hivi, tunataka resultat. Nini tatizo? Unakosa minervale, niteni habari bana, ule dada yuko na tete, matematiki inapanda, fizike, shimi, wallahi vimejaa, lakini shida moja, kakosa ada ya shule. Mmelete hizo habari? Ibana, kuna dada umoja hivi aliacha masomo eti alikuwa mjamzito. Na hizo habari? Wewe ujauzito ni wa nani? Sio wako. Wewe pale sio wako. Acha kutuharibia. Lakini mashallah mwe ni vijana wetu wazuri, mashallah. Mungu awabarikieni. Mkolektifu hivyo hakuna shekhe, biko hivyo hakuna. Hizo tabia hamna. Toa futa mkichwa, hamna. Sawa, ureje maki mipako, hata mada zinaonaga hazina umuhimu hata kuzungumza mjani, maana si hatuzijui hizo, haziwagi haziwagi. Ureje Muislamu ya nini sasa tuzungumze na wakati habi, lakini tunalazimika sasa kuvileta sababu vinaanza kutuaffect Nyie ni majemedari, nyie ndo kesho mtakuwa kwenye isonga gigihugu, isonga ja community, isonga ja umma. Sawa, tulimwe turabazana ngaha, c'est pas pour vous regarder, c'est pas pour vous contempler, c'est pas pour vous donner des non, turafise intego cyangwa icyo tugomba gushikako. Dukeneye yuko tworonka abantu atari ibintu. Sawa dada zangu, mashallah, unaona kisi mmependeza hivyo, mbakie hivyo. Ila la ajabu, ukifika barabara unaona amevaa kasengle afa amepiga, ani mavazi ya wapi? Tuambizane ukweli.
unafente Mungu, Mungu anakuwa anamfente. Hizi ni tabia. Sisi tubadilike, tuwe na tabia zetu sisi. Zile tabia zetu sisi ziwafanye hawa wengine wauingie Uislamu, waupende Uislamu. Tuhamasishane kunako swala zima la elimu. Atakayepata shida katika swala la elimu, nyie haswa nyie, afuna nyie kina baba, sisi tumekakaa wabonobono sana sisi samani kwa terme, tumekakaa wajinga wa bonobono. Mtizame hata shuleni tunakuwa tunashindwa na wakina dada, ongo kweli. Dans les 10 premiers unakutana wanawake ni wa 6 au 7. Wanaume mko mbitu gani? Mko busy na for nothing. Mko busy na nini? Muislamu utapataga imamu mwanamke? Yupo? Wala hatapatikanaga. Sasa mbona wanakuwa sisi hivi tunaweka wapi? Sisi tuko hapa kuwa kadre. Usiendekezi rezo sosio ukasahau malengo. Sawa, mote hapa unaona hicho kisimu kikubwa kweli kweli. Ongo hicho kisimu hapa. Ile hicho kisimu inaweza kuwa resite yako, inaweza kuwa ni esheke yako. Sasa sisi tunakuja tukikwambia ni kutaka tukuelekeze nini? Bana, tumia hiyo simu, lakini kuna namna kuitumia. Encadrement de la jeunesse. Sisi tuko hapa kwa kufanya pepiniere. Sawa? Mbegu ambazo zitakuja kumea baadaye. Mtu ananiulizaga ngo mkolektife Shatwani, so utaka nitoe nini? Niwe na etage, yeye nimetoa mkolektife. Wakwambia mkolektife wanatoaga zawadi za manyumba. Ngutoka mlikaliaga mkolektife, ikiasi mkolektife, mimi sijaona maendeleo. Kama hujaona maendeleo wewe hauishi mwa dunia. Leo kama mimi make natoa mifano juu na mwe msikie kama kuna umuhimu wa kupenda hichi kitu. Ongosha. Kuna umuhimu wa kupenda hichi kitu. Leo mimi naongoza mkutano wa wafanyakazi. Sawa? Mimi na wakazi hapo tunafanya. Wallahi nakuapia hakuna nafasi nilibisomeaga hivi vitu. Masomo. Hayo masomo mimi sikuwahi kuyasoma. Ekole fulani kama hivi lisedi lake naenda kusoma gisi ya kuongoza mkutano. Sikuwahi na kuapia. Hii club collectif ndio ilinitengeneza mimi. Mimi nabisema juu mnaniona hapa. Kuna wengine wako huko juu. Wanatuambiaga kwa kweli hiki kitu mvua ipige jua liwake msikiachi. Ndio kilimetusaidia na mpaka leo. Kwa hiyo hichi ni kiungo muhimu kwa vijana wa Kiislamu na umma mzima wa Kiislamu. Acha mimi nikomee hapa, labda mnaweza kuwa na mawili matatu ya kuniuliza au ya kuchangia kwa kusudi hii kolektifi yetu mashallah iendelee iramura ugwaruka ikodera ugwaruka sivyo tena. Mnakapoitwa katika vikao kama hivi, njooni, ndipo pale ambapo tunapatia faida. Ona, sisi tulisoma maekoli Katoliki. Alhamdulillah, Mungu alituchungia imani zetu hazikuenda hovyo. Tukajikuta tumekuwa watu ambao wamepata laana. Kwanza mimi nisomaga somo la 0. Mwe mnaisoma somo la 0. Ninaitwaje? Gardienne.
kumbe ingaliki. Mimi nisoma gardien, kuanzia gardien mpaka namaliza university niko nasoma mwa Kristo. Pako wenyewe tunaongeaga nao, wanasema ngwariko wewe Juma, wewe unatuchie mu myanya hii noki, wewe nituvyumva ingene uri Muislamu ariko twakureze. Kilichonisaidia wazee ni kolektife na maklebi. Nakaa kwa miezi aujui Mungu alasema hivi, Mungu anataka hivi. Nikija zangu mklebe mashallah naokota. Dini inakaa vizuri. Kwa hiyo hapa tukiwaita hapa jameni, sio kuligala, sio kuja kutizamana, huyu ni mzuri, ni mbaya, huyu ni mrefu, ni mfupi, la hasha. Tunakuja kujengana kitabia, kiimani, kielimu, kusaidizana. Sawa. Kwa hiyo acha niachie hapa, mnaweza kuwa na mawili matatu, na natanguliza tu samahani kwa kuwa nilichelewa kidogo, nilikuwa nimepitia hospitali na hivi. Inshallah baadaye nitarudia juu daktari nilikuwa tafuta sikumpata, nitarudia tena kumtafuta.